Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Omar Dendego ametembelea maeneo mbalimbali ya kihistoria ndani ya mkoa huo ikiwemo kijiji cha Mikuyu kwenye kaburi alipozikwa Shujaa Liti Kidanka pamoja na mumeo Nyalandu Mtinangi ambaye Shujaa Liti alijizolea umaarufu wa kutumia nyuki kama silaha. Yote ikiwa ni kuelekea katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi ambapo kitaifa itafanyika mkoani Singida, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kabla ya kuzungumza mkuu wa mkoa na kuzindua makaburi hayo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Singida Elia Diga akampongeza mkuu huyo mkoa kwa namna alivyomuenzi Shujaa Liti na kuomba kurejeshwa kwa kichwa chake. Sambamba na hayo akaomba kujengwa kwa chuo cha nyuki katika eneo hilo. Mkuu wa mkoa, kwanza mimi ni kushukuru wewe binafsi katika jambo ambalo umeiazimisha Singida, ni pamoja na kuenzi ile hatua ambayo umeifikia mpaka hapa leo tumekusanyika kwa ajili ya kumwenzi shujaa wetu Liti. Tunajua Liti alitumia nyuki. Mwili umezikwa hapa, kichwa bado kipo. Kwa hiyo nikuombe Liti mdogo, chukua hatua utuletee fula kichwa cha Liti, lakini tengeneza chuo kikuu cha nyuki kwenye eneo hili ili watu wote wajifunze kwa yale yaliyotokea. Pia mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amewataka wananchi kuendelea kumwenzi Liti na akatoa ahadi ya kujengwa kwa chuo katika eneo hilo. Sisi leo tumekuja kufanya utalii wa ndani. Tunafanya utalii wa ndani, lakini tunafanya utalii wenye faida. Tumekuja kutangaza na sisi Singida tuna maeneo ya kihistoria, lakini Singida tuna maeneo ya utalii ya vivutio. Moja maeneo ya kihistoria tulioamua tuyatembelee katika siku ya leo ni hili eneo ambalo shujaa wetu Liti amelala hapa. Nilipofika hapa Singida nilikuwa nasikia Liti, lakini waliponikaribisha rasmi viongozi wakanipa jina la Liti. Nikataka kujua huyo Liti ni nani, nikataka kujua historia ya Liti. Kwa kweli nilipoipata historia ya mama huyu, kwa kweli nilipenda sana na nitaendelea kuishi historia yake, kwamba na sisi wakina mama kumbe tuna mchango mkubwa wa kulitetea taifa hili. Shujaa wote huwa tunawaenzi kwa kutengeneza sehemu bora waliolala. Kwa hiyo na sisi tukasema kupitia hii ya Mei Mosi na ndugu zetu wa TUCTA tumheshimishe Liti, lakini Liti ameambatana na aliyekuwa mpenzi wake, rafiki yake wa karibu, mume wake, mheshimiwa sana Nyalandu. Kwa hiyo pia tukajifunza hili jina la Nyalandu pia kumbe walimuoa shujaa Liti. Eneo hili la Liti tutalipima, tutaliletea hati ambayo lazima lizuiliwe, liwe ni sehemu ya kumbukumbu ya kitaifa. Lakini hapa lazima tujenge chuo cha nyuki. Ili vijana wetu wakija hapa wajifunze sayansi ya Liti, lakini wajifunze sayansi ya nyuki, lakini wajua historia. Naye rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUCTA Tumaini Nyamhokia amepongeza jitihada hizo na kuahidi kwenda kuzitangaza fursa za mkoa huo. Sisi kama viongozi wa wafanyakazi leo umetoka kinamna yake kipekee kabisa. Hatukuwahi kufahamu kama mkoa wa Singida una maeneo ya utalii. Sasa leo tumekuja kukuta kuna Liti. Sisi tulikuwa tunafahamu tu uwanja ule unaitwa Liti, lakini tulikuwa hatujui kwa nini unaitwa Liti. Sasa leo tumefika kwa mheshimiwa mwenyewe, mama mkubwa kabisa Liti wa mkoa wa Singida. Na niseme tu hata baada ya shughuli ya Mei Mosi kisha tutaenda tukitangaza Singida kila kona. Mheshimiwa mkuu wa mkoa tumetumia tukio la Mei Mosi kutangaza Singida, ikiwemo swala zima la utawala wa mkoa wa Singida kuanzia kwa Liti, lakini na vingine vyote vya mkoa wa Singida. Sisi tutasimama na wewe kisha tuna move pamoja mpaka siku yenyewe ya kilele. Tutaendelea kuitaja Singida, tutaendelea kumtaja mtawala wa Singida Mama Liti. Tumekuja kushuhudia historia kubwa, lakini na sisi tunakuwa miongoni mwa historia katika mkoa wetu wa Singida. Mimi katika pitapita zangu na umri huu nilionao kwenye historia yetu, hili ndio tukio kubwa la kumwenzi shujaa wetu Liti kwenye mkoa wetu wa Singida.
Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kukushukuru sana mkuu wa mkoa. Hakika umetuheshimisha na sisi tunajifunza mengi, na kukushukuru sana kwa tendo hili kubwa. Ndugu zangu wana Makuro na Wanasingida kwa ujumla, hili jambo sio dogo, ni jambo kubwa sana. Hili jambo ni jambo jema na tuendelee kulienzi. Na kwa kweli yako mambo ambayo yalikuwa ni mazuri sana, lakini miaka ya karibuni hapa ni kama yalitaka kupotea hivi. Lakini sasa nadhani ni wakati mwafaka wa kuyarudisha ile asili yetu ya Mwafrika na Mtanzania na Mwanasingida. Yale mambo mazuri lazima tuhakikishe tunayaenzi ili kutunza kumbukumbu, lakini pia na kufundisha vijana na kizazi ambacho kinaendelea kuzaliwa kwenye nchi yetu ya Tanzania, ili na wao pia wajue historia. Kiukweli leo na furaha kubwa kwamba baada ya kuandika kwenye kitabu changu kuwatambua mashujaa wa Singida waliopigania uhuru na kulinda ardhi ya nchi hii kwa mkoa wa Singida na Tanzania, leo serikali imetambua historia ya shujaa Liti Kidanka, mwanamke shujaa aliyepambana na Wajerumani kwa kutumia nyuki katika huu mkoa wa Singida. Serikali ya mkoa imejenga makaburi ya Liti Kidanka na mume wake. Hawa ni mashujaa ambao waliuawa mwaka wa 1904 kutokana na harakati za kupinga utawala wa Ujerumani. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ni hatua nzuri. Tunaenda kwenye hatua nyingine sasa kulitambua eneo hili kwamba ni eneo la utalii wa kiutamaduni, kwa sababu linahusisha mashujaa waliofanya harakati za kupinga ukoloni katika nchi hii. Wito wangu kwa serikali, kwa sababu tumeshajenga makaburi, tunaenda kwenye hatua nyingine sasa ya kuhakikisha kwamba tunadai fuvu la huyu mama ambao lilichukuliwa na Wajerumani liko Ujerumani. Harakati za kudai fuvu tumeshalianza, tulishaandika barua kwa serikali ya Tanzania na walitujibu kwamba serikali itakuwa tayari kushirikiana na sisi kuhakikisha fuvu hili linarejeshwa. Na likirejeshwa sasa tuje tujenge makumbusho ya Liti Kidanka katika eneo hili ili iwe eneo la utalii.